Karibuni na ujambo mtazamaji, pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya majonzi, tunazungumzia kuhusu kifo cha msanii chipukizi anayejulikana kwa jina la Gabriel Kabwe kwa maarufu Mr. Gave, ambaye ana makazi yake huko mjini Uvira mkoani Kivu ya Kusini. Kulikoni? Na kuomba waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Hivi mtasikiliza mahojiano tuliyofanya naye kwa kipindi fulani. Msanii huyo ambaye jina lake lilitamba, ni nguli wa muziki. Lakini kabla tufikie hapo, na kuomba wewe ambao bado hujasubscribe, huu ni muda wako. Usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako, usikose kushare yahane kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Lakini kabla tuingie kwenye mahojiano, subiri tupate ushuhuda kuhusu kifo chake au uthibitisho ya kwamba msanii huyo hayuko tena duniani. Tunajiunga na ndugu Daniel Fahizi akiwa mjini Uvira. Mwenzetu Daniel, jaribu kutupa picha ndogo kuhusiana na habari za kifo chake Mr. Gave. Nashukuru sana kupata namba yako na kusikia sauti yako. Asante sana ndugu yangu. Asante kabisa, na sisi tuko vizuri. Nikushukuru Mungu kwa maana uhai wake bado anatugawiza nao. Kuhusu habari za Gave, rafiki yangu Gave tayari ni hayati. Amefariki tayari. Ilikuwepo siku ya Alhamisi, siku ya 4. Mamida John kama jinsi habari tumezipata jana. Kwanza kusikia kwamba homa ya tumbo, ile homa ya matumbo, yani favorite food, kama msumbua hivyo. Siku ya 4 mida saa 2 usiku. Kwanza ilikuwa masaa 1 kama dakika 40 na ngapi, kama 50 hivi. Akapelekwa kwenye hospitali kuu ya Uvira pale. Wakati apelekwa pale kwenye hospitali kuu ya Uvira, mtu alikuwa tayari ameshafariki, ametolewa kwao nyumbani, ameshafariki tayari, ni marehemu. Walipofika kwenye chumba cha haraka pale, ile urgence, gundua tayari mtu ameshafariki. Wakamwambia mtu ameshakufa. Ndio akampeleka mara moja kwenye mortuary pale. Mortuary jana wakaenda kuchukua mwili wakaupeleka kwao. Wakati wapeleka mwili kwao tena mida jioni, wakachukua tena mwili wakarudisha kwenye mortuary ili uwekwe kwa kusubiria siku ya kupangilia mazishi, lakini hatujajua watazika siku gani. Hivyo ndo Gave amefariki. Wanasema kama ni homa ya matumbo, yani homa ya tumbo, ile favorite food. Mr. Gave ambaye kwa sasa ni marehemu ni nani? Huyo ni msanii nguli wa muziki, kijana chipukizi ambaye jina lake lilitamba na wimbo ambao ulimpa umaarufu sana, akihimba baki otenda mangai babo. Tusikilize kipande cha muziki cha msanii huyo ambaye kwa sasa anaitwa marehemu, wimbo ambao ulimpa umaarufu. Wabaki wanachunguza fulani anaishi vipi, tofanya tochukiana bila makosa jamani, tofika mpatorogana na tunachofia sioni, naona uturoga bazi yao masikini, hivi nini faida tunachofia nini? Wanamja kiva suruali wanamuita malaya, afu kama Azai wanasema anatoa, mtu akikata kuoa wanamuita Masaya, hakuna tunachokijua zaidi ya umea, kibaki otenda manga. Huo ndio wimbo uliompa umaarufu zaidi. Lakini hata hivyo, acha nikukumbushe mtazamaji, alipokuwa angali bado hai, kando na wimbo huo wa Babu, alitoa wimbo mwingine akipinga mimba za utotoni kwa wale wasichana wasiojali mustakabali wa maisha yao. Msanii huyu niliyetembelea nyumbani kwao mjini Uvira kwenye ukingo wa ziwa Tanganyika inayotenganisha nchi ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mkoani Kivu Kusini. Tulifanya mahojiano naye kuhusu kipaji alichonacho, akiwa na mama yake mzazi na dada yake. Kabla ya kufikia huko, nilianza kwa kumuuliza, Mr. Gave, habari za leo? Nashukuru Mungu tuko salama kabisa. Unaweza kutuambia kwa kweli majina yako halisi ni majina gani? Jina yangu halisi, jina ambalo nimepewa na baba na mama, ni Gabriel Kabwe. Wewe ni msanii au sio?
Ya mimi ni msanii nafanya muziki DRC zaidi Uvira. Wewe umeonekana kwamba ungali bado kijana chipukizi, si ndio? Ya mimi bado kijana sana kabisa. Lakini tayari jina lako limetamba. Nguvu za Mungu hizo. Kwenye familia yetu tumejaliwa kuimba wote. Yaani tuna kundi ya familia. Kila mtu anafanya kivyake. Na kundi hiyo inaitwa Kipaji Family. Na mkubwa wangu Pastor Londo ambaye anafanya gospel, nyimbo za kidini, na mkubwa wangu mwingine anafanya nyimbo kama ya kwangu, Mr. Jack, kuna mdogo wangu naye vile vile. Yaani ndio tunajiita Kipaji Family. Yaani nikusema kwamba ni kipaji ambacho kimo ndani ya familia, karibia kila mmoja ndani ya familia yenu ni muimbaji, sio? Ya naweza kusema ndio utajiri ambao Mungu ameamua kutupatia sisi kama familia. Asubuhi mpaka magharibi. Labda kuna wale wa mapenzi mema kukuunga mkono ili uendelee kusonga mbele. Unaweza kufikia wamoja, lakini wengine wanashikilia muziki kuwa ubandia. Wamoja wanafikiria tunafanya muziki, yani tunajaribu wenyewe, tunakuwa wavuta bangi, tunakuwa wezi, wagomvi. Ndio tatizo hilo. Lakini hapo umegusia swala mzuri sana. Watu wengi wanazoea kuwaita wale ambao ni wasanii huwa ni wavuta bangi. Wabandia. Mwenyewe unafikiria kwa nini kuwashota vidole au kuwaita au kuwawazia kwamba mkawi nyinyi ni wavuta bangi? Unafikiria nini kikawe chanzo? Chanzo ni kwamba kila msanii namna yake agisi anavyojikamata. Ukijiheshimu na watu watakuheshimu. Lakini mafikiria ya zamani ilikuwa ni kwamba ukianza imba na unakuwa mpaka uvute bangi, mwizi, mgomvi, mlevi, pombe ambazo zina maana sana zaidi. Sio kosa kunywa pombe, lakini kama unafanya kazi ya muziki inatakiwa uwe mfano kusudi watu wakuheshimu. Yaani kila mtu jinsi anavyojikamata. Ningependa vile vile kujua kuna nyakati fulani uliweza kutoa mwimbo mmoja ambao labda ni ushauri kwa uchukuaji mimba mapema. Ulitaka sema nini katika wimbo wako huo? Kama nimeimba wimbo huo, niliona hali yangu ya maisha. Mimi nafanya muziki sifa tu, lakini hakuna kitu. Unakutana si watu ambao tunafanya muziki, kitu ya kwanza tunapata kwenye muziki ni wanawake. Na wakati unapata mwanamke, akwagi na sabia kama una maisha gani. Sifa yake haito tu mke wa mtu fulani. Mke wa msanii. Wa msanii. Ukisikia ni mke wa Mr. Gavi anasikia iko bien. Na wakati mimi maisha yangu haiko sawa, ndio nikaamua kuandika wimbo wa kuwapinga, yani kumpinga mwanamke, kumwambia no, saa hizi siwezi kuwa na mwanamke, hali yangu iko hivi ngumu. Na mimi ni mtu ambaye napinga sana mimba ya utotoni sana zaidi. Sipendagi mwanamke wa kuchukua mimba mapema. Kuliko kusoma, kuendelesha, labda kesho anaweza kafikia malengo yake. Sipendagi. Mimi ni mtu ambaye napiganisha hiyo mimba za utotoni. Sababu mimba utotoni inaharibu ndoto ya sisi vijana sana mapema. Ina madhara mengi. Ina madhara mengi sana. Unaona nini? Unaweza kupata mimba, unazaa, kesho unafukuzwa nyumbani, maisha yanakuwa magumu. Mtoto ulimzaa anakuwa kaomba. Maisha yako magumu, mama yake ambaye umemzaa unakuwa malaya. Haoni kama sio poa. Labda kapela kidogo tu. Ndio maana mimi naogopa sana nisije kupa mimba. Tofauti na muziki, kazi nyingine sina zaidi ya kuimba. Mnavyotujua mama, si wasanii wa Uvira. Kazi ni ngumu ambayo twafanya, ila tunatahela. Ndo kweli wangu mama, kweli wangu. Nitakubeba wapinki kutwanga mimba. Toka nimbe mziki siapanga kata nyumba. Acha niseme ukweli. Asante sana. Abo? Mtoto wa kike, ange usivunje ndoto zako. Nenda upate elimu, wenda kesho utakuwa daktari. Tena msichoke kupiganisha maisha yako.
kimbiza mbali mimba za utotoni, kwa nini hatari? Mimba za utotoni wasiri haki, afya na elimu kwa mtoto wa mwanamke. Mwanamke asiye na elimu atakuwa mgumu kupata ajira ya kujijengea maisha bora ya familia. La grossesse précoce non désirée. Asante sana. Tukiendelea na mahojiano yetu basi. Sasa mara unapoimba au mara unapotoa ujumbe huo ndani ya wimbo wako, wale ambao ni wahusika, tuchukulie wasichana, wanazingatia hilo au hawajali? Kuna ambao hawajali na kuna ambao wanazingatia. Na wewe kama uko msichana ambao hujali, mimi napotezea kabisa. Hauwezi kuwa rafiki yangu. Sababu mimi nampenda msichana ambaye ana haja ya maisha yake ya kesho. Kusema anaweza kasoma, labda awe daktari, awe mtu fulani. Hapana tu kwa jujua. Msichana ambaye achukui ujumbe huu wa mimba za utotoni, mimi nampotezea zaidi. Asante bwana Mr. Gav. Nashukuru kwa sapoti kuja kunitembelea nyumbani. Asante. Asante sana bwana mtangazaji. Mungu akubariki sana. Asante. Mtazamaji pia msikilizaji wetu, huyo ndiye anayeitwa Bwana Gabriel Kabwe kwa jina maarufu Mr. Gave. Hayuko tena duniani, ni tangu tarehe 16 Julai mwaka wa 2026 aliaga dunia. Kama vile kumbukumbu, mahojiano hayo tuliyafanya siku ya tarehe 20 Machi mwaka wa 2018 tukiwa nyumbani mwao. Hacha nikushukuru wewe basi mtazamaji pia msikilizaji uliyekubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini usisahau msaada wako. Tafadhali tuchukue hata sekunde chache tu. Usiondoke kabla hujasubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Usikose vile kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa na mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Acha nikushukuru wewe ambaye ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.